Tumia upako wa siku ya 3 kufufua kila kilichokufa kwenye maisha yako. Na kabla sijaendelea, ni kukumbushe kidogo wale ambao tumefuatana pamoja kwenye maombi yetu ya mfungo wa siku 3. Na tangu tulipoanza kwa njia ya mtandao, nilikuwa na kufundisha kwa nini mfungo wa maombi ya siku 3. Na nilikuwa na kuonyesha pia kwamba kwa nini Esther, baada ya kuelezewa na Mordekai wanachokipitia kama taifa au kama Wayahudi, maandiko yanasema Esther aliamua kutangaza maombi ya mfungo wa siku 3. Na nikakueleza watu wengi tunaposikia upako wa kuingia kwenye maombi ya mfungo, huwa tunafunga kishabiki bila kuwa na ufunuo ulioko nyuma ya hayo maombi ya kufunga. Na ni rahisi ukasema naingia kwenye 3 kavu, naingia kwenye siku 7, naingia kufunga siku 21 au siku 40. Usipojua sababu au usipokuwa na ufunuo ulioko nyuma ya huo msukumo uliopata wa kuchukua au kufunga maombi ambayo unaamua kufunga, uwe na uhakika hakuna utakachopata. Kwa sababu nilikutafakarisha kwa scenario ambayo Wayahudi walikuwa wanaipitia, kwa vita iliyokuwa mbele yao. Ningekuwa mimi, ningetangaza nafikiri maombi ya siku 100 bila kula wala kunywa, kulingana na uzito wa scenario iliyokuwa mbele yao. Wanatakiwa kuuawa, na mbiu imeshatangazwa, na andiko limeshabandikwa kila mahali, na tarehe imeshatangazwa kwamba ikifika hiyo tarehe Wayahudi wote wanatakiwa kufa. Kwa aina na ukubwa wa vita iliyokuwa mbele yao, kuamua kufunga maombi ya siku 3 ni kama vile hawako serious kwa jinsi ya kibinadamu. Kwa sababu ungetegemea ukubwa wa vita waliokuwa nayo uwe ndio ukubwa wa maombi watakayoomba. Lakini Esther akaamua kuwasemesha wafunge siku 3. Na nilianza kukufundisha juu ya namba 3 kinabii. Na nilikusemesha namba 3 kinabii maana yake nini. Na moja ya jambo nililokusemesha juu ya namba 3 kinabii, nilikusemesha kwamba namba 3 kinabii imebeba nguvu ya ufufuo. Na nilikusemesha kwamba Yesu anasema libomoeni hekalu siku ya kwanza na siku ya 3 nitalisimamisha. Alikuwa anazungumza juu ya mauti yake, ya kwamba watamuua lakini siku ya 3 atafufuka tena. Kwa hiyo nilikusemesha ya kwamba Esther aliamua kuchukua au kuingia kwenye hayo maombi ya siku 3 kwa sababu ya upako ulioko kwenye namba 3 kinabii. Tunaenda pamoja. Na jambo lingine nililokusemesha, namba 3 nilikuambia imebeba ukamilifu, utimilifu. Kwa hiyo Esther alitaka kumaliza kabisa ule mchezo, alitaka kuimaliza ile vita. Na ukisoma baada ya yale maombi ya siku 3, haumuoni tena mtesi wao anaitwa Hamani, hauoni tena ile vita ikiinuka. Manake yale maombi ya siku 3 yalimaliza ile vita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilikuwa na kusemesha nikiwa na maana ya kwamba unapofunga maombi ya siku 3, lazima ujue Esther kilichomsukuma afunge maombi ya siku 3 kilikuwa ni kitu gani. Na ukisha kifahamu, unapoingia na wewe kwenye hayo maombi ya mfungo wa siku 3, manake uwe na ufahamu ule wa Esther, uwe na ufunuo ule wa Esther. Kwa tulijifunza hatua kwa hatua na tumemwona Mungu, sema amen. Kwa hiyo siku ya leo tunapohitimisha, na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya ufunuo ambao umetangulia, na asante pia kwa ufunuo unaofuata. Kwa hiyo tunaangalia somo linalosema tumia upako wa siku ya 3
kufufua kila kilichokufa kwenye maisha yako. Tumia upako wa siku ya 3 kufufua kila kilichokufa kwenye maisha yako. Andika kitabu cha Mathayo. Tuanze na kitabu kile cha Mathayo. Mathayo sura ya 27. Ule mstari wa 62 mpaka ule mstari wa 66. Mathayo sura ya 27 ule mstari wa 62. Mathayo 27 mstari wa 62 mpaka wa 66. Kama una Biblia fungua ufuatilia hiyo mistari vizuri. Anasema hivi: hata siku ya pili ndio iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka ya kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamuiba na kuambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kadiri mjuavyo. Wakaenda wakalinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Sema amen. Nataka unisikilize kwanza kidogo hapa, kuna kitu kikubwa cha kujifunza. Wote tunafahamu mateso ambayo aliyapitia Yesu pale msalabani, na walimsulubisha, wakampiga, wakamvua nguo, wakamtemea mate na wakamdhihaki, na wakamwambia aliweza kuwaokoa wengine na ajiokoe na yeye sasa. Na baada ya kumpiga pale msalabani wakamuua, maandiko yanazungumza juu ya ndugu mmoja ambaye alienda kuomba ule mwili ili aende akauzike. Kwa hiyo akaenda, alikuwa ni Yusufu wa Arimataya. Na maandiko yanasema huyu ndugu alikuwa na kaburi ambalo ni jipya, ambalo halijatumika. Na kwa miaka ya zamani, matajiri waliokuweko miaka ile walikuwa wanaandaa mahali pa maziko. Kwa huyu ndugu anaitwa Yusufu wa Arimataya alijitengenezea kaburi jipya na zuri na la gharama ili akifa azikwe. Lakini baada ya Yesu kufa, Biblia anasema alienda kuomba mwili wa Yesu ili aende akamzike kwenye lile kaburi alilojiandalia, na wakamkubalia. Na ukisoma Biblia inasema hivi, alipoenda kumzika, baada ya kumzika huyu Yusufu wa Arimataya alichukua jiwe akaliweka juu ya kaburi. Kwa walioweka jiwe sio waliomuua Yesu, ila aliyemzika ndiye aliyeweka jiwe. Nitakueleza kitu kingine hapo kwenye jiwe. Sema amen. Sasa baada ya kumzika, ikapita siku ya kwanza, wamemzika siku ya kwanza yuko kaburini. Siku ya pili maandiko yanazungumza juu ya wakuu wa makuhani. Emsema wakuu wa makuhani. Na maandiko pia yanazungumza juu ya Mafarisayo. Kwa hiyo hawa wakuu wa makuhani na Mafarisayo, maandiko yanasema waliitisha kikao cha ghafla cha dharura, na wakaenda mbele za Pilato. Na walipofika kwa Pilato, wanamwambia mkuu, tumekumbuka. Emsema tumekumbuka. Sema kwa sauti kubwa, tumekumbuka.
Pilato anawauliza, mmekumbuka kitu gani? Wanamwambia yule mjanja. Emsema yule mjanja. Kwa Yesu alimuita nani? Mjanja. Wewe kuitwa Mswahili sio mara ya kwanza. Hata Yesu aliitwa nani? Mjanja. Neno mjanja kwa maana yao ilikuwa ni Mswahili. Mswahili. Kwa yule Mswahili yule alisema siku ya 3 atafufuka. Kwa hiyo kwenye kile kikao ambacho walikiitisha kwa ghafla, kikao cha dharura, hawa Mafarisayo na hawa wakuu wa makuhani waliomba kwenye kile kikao vitu viwili. Waliomba mambo mawili, na mimi nataka uyaandike. Waliomba yafanyike mambo mawili kwa ajili ya yule Mswahili, kwa ajili ya yule mjanja. Jambo la kwanza, waliomba itolewe amri na Pilato ili kaburi lilindwe. Waliomba ili itolewe amri na Pilato ili kaburi lilindwe. Kaburi la yule Mswahili, kaburi la yule mjanja lilindwe. Kwa kwenye kile kikao, hawa wakuu wa makuhani na hawa Mafarisayo walimsihi sana Pilato. Wakamwambia, mkuu, yule jamani Mswahili yule, so nakumbuka alisaidia wengine, lakini kwenye msalaba yeye hakuweza kujiokoa. Unakumbuka namna ambavyo tulisikia drama, naamini walikuwa wanasema drama, alipokuwa anaponya vipofu, viwete wanatembea, naamini walisema yalikuwa ni kama maigizo hivi. Na kuna wakati pia alipokuwa anatoa pepo, wanasema anatumia huyu nguvu za Freemason, anatumia Belzebuli. Kwa hiyo walisema, unakumbuka wakati akiwa hai zile drama alizokuwa anafanya, si tulijua anamaanisha. Lakini siku ya mateso yake, akiwa kwenye yule msalaba, wanamkumbusha Pilato kwamba si unakumbuka alimuita baba yake, aliwaita kina Elia ili wamsaidie, lakini hawakutokea. Sasa wanamkumbusha Pilato ya kwamba yule Mswahili alisema siku ya 3 anafufuka. Kwa hiyo tunaomba itolewe amri ya kifalme ya kwamba kaburi lake lilindwe. Na Pilato akawauliza, kwa nini kaburi lilindwe? Anasema yule jamaa alikuwa na wafuasi, alikuwa na watu ambao waliwabadilisha akili. Wako kwenye kikao, wanajaribu kujenga hoja. Kwa hakuna uzuri wowote wa Yesu wanaozungumza. Kila kitu wao wanaongea in a negative way. Sema unakumbuka alikuwa na watu waliowabadilisha akili, ambao hata usemeje walikuwa hawaelewi, hawasikii, wao wanamwamini. Hata waambie ni mjanja, wao hawaamini. Kwa hiyo wanamwambia Pilato ya kwamba wale wanafunzi wake, kama tusipolinda kaburi, waende kumuiba, na wakishamuiba watatangaza ya kwamba amefufuka. Kwa hiyo itatokea taharuki kubwa sana mjini. Na si tu hivyo, wanamwambia Pilato, uongo wa zamu hii utakuwa ni mkubwa kuliko ule wa kwanza. Kwa tunaomba sana, toa amri ya kifalme ili kaburi la huyu Mswahili lilindwe. Na Pilato akawaambia, mna askari? Emsema mna askari. Fanyeni mnaonavyo vyema. Emsema fanyeni muonavyo vyema. Kwa Pilato akawakubalia, akatoa amri, akawaambia, mnao askari, fanyeni vile mnavyoona inafaa. Wakapokea maelekezo, ndio mkuu. Kwa wakaenda kuitisha vikosi vya askari, na wakatoa amri ya kifalme ya kwamba mtaenda kulinda lile kaburi. Kwa hiyo kaburi halikulindwa tokea siku ya kwanza. Kaburi la Yesu lililindwa na askari tokea siku ya ngapi? Ya pili. Tunaenda sawa? Sema amina kama mnanielewa. Kwa sababu kikao hakijakaa siku ya kwanza, kimekaa siku ya pili.
kuna amri ya kaburi la Yesu kulindwa imetolewa siku ya ngapi? Siku ya pili. Kwa kuanzia siku ya pili kaburi la Yesu likaanza kulindwa, na askari wakaenda pale, wako very serious. Hata wakisikia panya anapita pale, anakatiza pale, wanamtwanga risasi. Hawataki mchezo wote utokee, ili siku ya tatu Yesu afanyaje? Afufuke. Kwa sababu wao waliamini kwamba ilikuwa ni drama. Haleluya. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo wako serious asubuhi, mchana na jioni. Wako makini sana pale. Akikatiza tu hata popobawa anapigwa risasi. Wamepewa kulinda. Na jambo la pili, andika jambo la pili au agenda ya pili au kitu cha pili walichomwomba. Andika, waliomba waruhusiwe kulitia muhuri lile jiwe. Waliomba ili waruhusiwe kulitia muhuri au kuligonga muhuri lile jiwe. Waliomba waruhusiwe kuligonga muhuri lile jiwe. Na wacha tusome tena pale, inawezekana wakati nasoma hukufuatilia vizuri. Rudi tena pale kwenye Mathayo 27 mstari wa 62 mpaka wa 66. Rudi tena tusoma taratibu pale. Anasema hata siku ya pili, ndiyo iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato. Wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamwiba na kuambia watu wamefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kadiri mjuavyo. Ule mstari wa 66 anasema, wakaenda wakalilinda kaburi salama. Na angalia njia waliotumia kulinda kaburi. Maandiko yanasema hivi, wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa, sio na, kwa, emsema kwa kulitia lile jiwe muhuri, pamoja na wale askari walinzi. Bwana Yesu asifiwe. Wale mliosoma Kiswahili vizuri unaelewa. Wangesema kwamba wakaenda wakalilinda lile kaburi na kulitia muhuri, ingekuwa ni issue nyingine. Tunaenda sawa? Lakini maandiko yanasema wakaenda wakalilinda lile kaburi salama kwa kulitia muhuri. Kwa inamaanisha muhuri ilikuwa ni sehemu ya ulinzi wa kaburi. Tunaenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Wale waombaji ambao mnafuatilia masuala ya maombi na masuala ya vita vya kiroho, tunaelewa kuna vita ya kiroho ambayo watesi wako wanaweza wakakuandikia waraka, na kwenye waraka wakatia sahihi na muhuri. Tunaenda sawa? Au wanaweza wakafanya viapo juu yako, na kwenye vile viapo wakaweka sahihi na wakaweka na muhuri. Na wale tunaosoma habari za Wayahudi na hii vita ya kina Mordekai, Hamani alipoenda kwa Ahasuero kuwatengenezea hii vita Wayahudi, aliomba vitu vifuatavyo. Cha kwanza, uandikwe waraka. Na baada ya waraka kuandikwa, alimuomba sana mfalme Ahasuero ya kwamba atie sahihi na muhuri ule waraka. Na maandiko yanasema Ahasuero akavua pete yake akampa Hamani, ikagongwa muhuri pale. Kwa nini muhuri?
Na kwa nini sahihi? Unapoona jambo lolote limegongwa muhuri, manake ndivyo lilivyo, haliwezi kubadilika. Tunaenda pamoja? Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo kwenye lile jiwe, nitakuonyesha hapo kidogo utanielewa. Lile jiwe ambalo wale waliomzika Yesu ndio walioliweka. Walipokuja hawa walinzi kwenye hili kaburi kulilinda, njia waliotumia kulinda kaburi ni kugonga muhuri pamoja na wale walinzi. Na kugonga muhuri kwenye lile jiwe ilikuwa ni ishara ya kwamba hata ije nguvu ya kiasi gani haiwezi kubadilisha ambacho Pilato amesema. Tunaenda pamoja? Sema amina kama unanielewa. Na ndio maana wanaokupiga vita wanaweza wakakuandikia nyaraka na wakagonga na muhuri, wakapambana sana mkuu wa saini, wakapambana sana bosi ya saini agonge na muhuri. Na wakishaona bosi amesaini wanajua haibadiliki. Lakini nataka nikuambie, kwa Mungu yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana kwa jina la Yesu. Haijalishi wamegonga muhuri, tunayo damu ya Yesu ambayo inaweza ikafuta mihuri yao na wewe ukawa salama kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Okay. Nenda kitabu cha Mathayo 28. Mathayo 28. Ule mstari wa kwanza mpaka wa 6. Kama una Biblia fungua hapo tusome. Mathayo 28. Na ule mstari wa kwanza mpaka wa 6. Anasema hivi: hata Sabato ilipokwisha, ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi. Sema tetemeko kubwa la nchi. Sema tena kwa sauti, tetemeko kubwa la nchi. Nitakueleza maana yake nini. Alafu anasema kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja kuliviringisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope. Malaika akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi. Sema msiogope ninyi. Kwa hiyo twende vizuri kidogo hapa. Najua watu nasomaga haraka haraka. Ule mstari wa pili anasema natazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Ule mstari wa 4 anasema na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka. Kwa wakati yanafanyika haya, walinzi walikuwepo na hawa wanawake walikuwepo. Fuatilia tena vizuri, nataka uone hilo jambo. Anasema na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, sio wale walinzi. Kwa maana yake kulikuwa na walinzi na kulikuwa na wanawake. Tunaenda sawa? Sema amina kama unanielewa. Okay. Kwa hiyo anawaambia wale wanawake, anawaambiaje? Msiogope ninyi, ila hawa walinzi waacheni wao waendelee kuogopa, ila ninyi msifanyaje? Msiogope. Tazame jirani, mwambie usiogope wewe. Tazame kwa sauti, mwambie usiogope wewe. Kwa sababu tetemeko likija, halijui huyu ni mlinzi au huyu ni mwanamke, linatikisa vyote. Na
Kama hawa wanawake wasipojua ya kwamba tetemeko lililokuja hili halina shida na wao, lina shida na walinzi, ni rahisi na wanawake kuogopa. Na ndio maana Yesu anawaambia msiogope ninyi, ila hawa walinzi acha waendelee kuogopa, ila nyie msiogope ninyi. Tazame tena uliyekane, mwambie usiogope wewe. Tazame kabisa usoni, mwambie kwa sauti usiogope wewe. Haleluya. Anasemaje? Kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Nataka nikuonyeshe ya kwamba siku ya pili walinzi wale Mafarisayo na wakuu wa makuhani waliruhusiwa kukaa kikao, na wakajadili wanayojadili, na wakaruhusiwa kutekeleza waliokubaliana. Na unajua kuna wakati sisi wapendwa unatamani usambaratishe na vikao vyao ili wasidiscuss. Baba nasambaratisha vikao vyao, alafu kinakuumiza baada ya maombi tena ya mfungo. Unasikia walikaa na unasikia walidiscuss. Sasa kinakuumiza yale maombi yote. Ina maana nilikuwa nacheza? Hukuwa unacheza. Tatizo kuna ufunuo hujaupata. Tunaenda pamoja? Kuna ufunuo hujafanyaje? Hujaupata. Mungu aliwaruhusu wakae. Wakakaa, wakajadili, wakapanga mipango, na walinzi wakaenda. Kwa Mungu hata ruhusu walinzi wasikufuatilie. Ataruhusu waje, usiogope. Kuna siku ya tatu. Na hayo yote wameyapanga, ilikuwa ni siku ya pili. Na kwenye maisha lazima ujue kuna Ijumaa ya mateso ambayo ni siku ya kwanza, na kuna Jumamosi ambayo ni siku ya pili, ni Jumamosi ya aibu. Lakini kuna Jumapili ya heshima katika jina la Yesu. Kwa hiyo usitafute Mungu akupiganie Ijumaa ya mateso. Usitafute Mungu akupiganie Jumamosi ya aibu. Tafuta akusaidie kwenye siku ya tatu ambayo ni siku ya heshima. Sema amen. Kwa hiyo waliruhusiwa wakaenda kulinda lile kaburi. Mungu aliwaacha kwenye siku ya pili. Lakini nataka uone kilichotokea kwenye siku ya tatu, na ndio utaelewa napokufundisha ya kwamba tumia upako wa siku ya tatu kufufua yaliyokufa kwenye maisha yako. Na ikiwa kuna chochote kimekufa kwenye maisha yako leo, ule upako wa siku ya tatu utakifufua kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Gonga na jirani yako, mwambie jiandae, kila kilichokufa kwenye maisha yako leo kinainuka. Hata kama haamini, mtikise, mwambie jiandae. Tikise kabisa kwa sauti, mwambie jiandae. Kwenye siku ya tatu kuna upako wa aina kama tatu unatokea. Kwenye siku ya tatu kuna upako kama wa aina tatu unatokea. Aina ya kwanza ni Mungu kuachilia upako wa tetemeko juu ya kila kitu kilichotumika kuzika kile ulichokuwa nacho ambacho kimezikwa. Ni upako wa Mungu kuachilia tetemeko juu ya kila kitu kinachotumika kuzika kile ulichokuwa nacho ambacho kimezikwa. Ni upako wa Mungu kuachilia tetemeko juu ya kila kitu kilichotumika. Kumbuka mkazo wetu ni kitu kilichotumika. Ni kitu kilichotumika kuzika au kuzikia kile ulichokuwa nacho ambacho kimezikwa. Kwa hiyo kwenye siku ya tatu kuna upako Mungu huwa anauachilia ambao unaenda kushughulika na kile kitu ambacho kilitumika kuzika kile ambacho ulikuwa nacho ambacho kimezikwa.
Na kuna watu wengi ambao tuna vitu ambavyo kwenye ulimwengu wa roho kwa kweli vimezikwa, na wako ambao tuna taarifa na wako ambao hatuna taarifa. Nilishangaa sana siku moja, nilikuwa mkoani, tukawa na semina ya urejesho, na kwenye ile semina ilikuwa ni ya wiki nzima, na baadaye tukawa na semina ya mabinti Jumamosi. Kwa tukawa tunawafundisha wale mabinti na kuwatia moyo juu ya swala la kuolewa au la ndoa. Na baadaye baada ya somo tukaingia kwenye maombi. Tulipoingia kwenye maombi nilishangaa sana. Kuna dada mmoja mapepo yalilipuka na yakapiga kelele ya kwamba tumetumwa kuiba nyota ya kuolewa ya huyu msichana na hata kaolewe. Na unajua, unaangalia yule dada, hakuna mtu mbaya, lakini viwango tunatofautiana. Sema haleluya. Unamtazama yule dada unasema ribo shanda raba saya rapa saka, na anakueleza hajaolewa, unasema hivi ni kweli? Lakini mapepo yanasema yalitumwa kuiba nyota ya kuolewa. Na ndio nikaelewa kuanzia siku ile, kuolewa sio uzuri, kuolewa ni neema. Kuolewa ni neema. Na yale mapepo yakasema yalitumia nywele zake kuiba nyota ya huyu dada. Na kweli baada ya kufunguliwa, yule dada anasema hivi, kuna siku aliota ananyolewa nywele, na alipoamka akakuta kabisa amenyolewa. Bwana Yesu asifiwe. Ameota kwenye ndoto, na mtumishi anatufundishaga ndoto ni mlango. Tunaenda sawa? Ndoto ni nini? Ni mlango. Kwa hiyo adui alitumia lango la ndoto kuiba nyota ya kuolewa ya huyu msichana, na ameota ananyolewa nywele kwa njia ya ndoto. Na yeye alipoamka, kama asingekuta kwa jinsi ya kibinadamu kweli amenyolewa, mimi nakwambia angesema ni ndoto tu. Lakini hata baada ya kuona amenyolewa, unajua huwa tunaombaga tu maombi tu kawaida tu, navunja amen. Baada ya hapo hufuatilii tena adui ameiba kitu gani kwenye maisha yako. Na kuanzia pale mapepo yanasema akija mtu ambaye yuko serious kumuoa, yale mapepo yanamgombanisha naye. Na yule dada amefunguliwa, analia, anasema mwalimu, hakuna mahusiano ambayo naenda ambayo yanakaa. Mahusiano yanayokaa ni yale mahusiano ambayo wanakuja wale makaka matapeli wa ovyo, hayo yatakaa. Lakini akija kaka ambaye na mimi kwa kweli naona husband material, huyu dada anasema huyo mtu hatakaa. Lazima tukitatokea cha kunigombanisha naye na ataondoka. Kwa hiyo nataka uone ameibiwa nyota ya kuolewa, lakini kilichotumika kuiba ni nywele. Tunaenda sawa? Kwa hiyo kwenye siku ya 3 ule upako wa tetemeko Mungu anaoachilia unaenda kushughulika na kilichotumika kuzika adui alichozika kwenye maisha yako. Kabla sija kuonyesha kitu, ngoja nikuonyeshe huu mstari, labda utaamsha hasira ndani yako. Andika kitabu cha Habakuki sura ya 3 mstari wa 2. Habakuki sura ya 3 na ule mstari wa 2. Habakuki sura ya 3 na ule mstari wa 2. Nataka uone anachosema pale. Kitabu cha Habakuki sura ile ya 3 na ule mstari wa 2. Utakuta akisema hivi, sura ya 3 mstari wa 2. Anasema, Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa.
Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Sema fufua kazi yako. Sema kwa sauti kubwa, fufua kazi yako katikati ya miaka. Okay, uangalie mstari vizuri. Hasemi fufua kazi yangu, anasema fufua kazi yako. Anaifufua wapi? Kwenye maisha ya Habakuki. Are we together? Sema amen. Kwa hiyo maana yake kulikuwa na kazi ya Mungu kwenye maisha ya Habakuki na kwenye ule mji, na ile kazi ikafa. Na Habakuki anapoenda kuomba, cha kwanza anamwambia Mungu, nimesikia habari zako, na baada ya kusikia nimeogopa. Kwa nini ameogopa baada ya kusikia? Anaposema nimesikia habari zako, maana yake nimesikia ukifanya mambo makubwa na ya ajabu kwenye maisha ya watu. Nimesikia ukiponya viwete. Nimesikia viziwi wakisikia. Nimesikia waliokuwa hawana tumaini wakiinuka. Kwa hiyo Habakuki anasema, ninajua kulikuwa na kazi ambayo umeianzisha kwenye maisha yangu na kwenye mji huu, na hii kazi imekufa. Kwa hiyo Habakuki anamwambia, Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Na wakati Mungu ananipa somo hili, aliniambia kuna kazi yake ameianzisha kwenye maisha yako. Kuna kazi yake ameianzisha kwenye mahusiano yako. Sio kazi yako. Punga mkono wako namna hii. Okay, labda ngoja nijaribu hivi. Kwa mfano, Rahabu alikuwa ni kahaba, si ndio? Na alikuwa anafanya kazi ya ukahaba. Are we together? Lakini Mungu akimtazama huyu kahaba, haoni ukahaba, anaiona kazi aliyoanzisha ndani ya kahaba tangu akiwa tumboni kwa mama yake. Tunaenda sawa? Na adui alipokuja, alikuja kuzika ile kazi Mungu aliyoanzisha kwenye maisha ya Rahabu, na akaachilia kitu cha ukahaba ndicho kikachanua badala ya ile kazi Mungu aliyoanzisha kwenye maisha ya kahaba. Punga mkono kama mmenielewa. Okay. Kwa maana hiyo, kuna mtu huko hapa ni kama Rahabu, kilichochanua ni ukahaba ambacho sio kazi ya Mungu. Kilichochanua ni madeni ambacho sio kazi ya Mungu. Kilichochanua ni kukataliwa ambacho sio kazi ya Mungu. Kwa huyu dada aliyeibiwa nyota ya kuolewa, kilichochanua ni roho ya kukataliwa ambayo haikuwa kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Sema amina kama mnanielewa. Kwa hiyo nataka ufahamu ya kwamba kuna kazi Mungu ameianzisha kwenye maisha yako. Na ili ujue Mungu ameanzisha hiyo kazi kwenye maisha yako, nenda kamuulize Rahabu kama aliwaza kwamba kuna siku atakuwa mtumishi. Nenda kajiulize na wewe kama uliwahi kuwaza kuna siku utakuwa mfanya biashara. Njoo niulize na mimi. Sikuwahi kuwaza kama kuna siku nitakuwa madhabahuni na hubiri. Mimi nilitamani kuwa mhasibu kama SPA holder pale. Lakini Mungu akasema, wewe hujajua. Kuna kitu nilianzisha. Kuna kazi nilianzisha kwenye maisha yako tangu kiwa tumboni kwa mama yako. Kuna kitu niliweka kwenye maisha yako tangu tumboni kwa mama yako. Haijalishi kimezikwa. Siku ya tatu Mungu akija, anafufua kazi yake katikati ya miaka kwenye maisha yako. Na anapofufua kazi yake, uwe na uhakika pia kuna kubadilishiwa utambulisho. Kwa kuna watu baada ya maombi haya unabadilishiwa utambulisho kwa jina la Yesu. Nasema unabadilishiwa utambulisho kwa jina la Yesu. Kila ambacho adui amezika kinainuka tena. Na kuna watu kazi Mungu alianzisha ndani yako,
Kuna wengine Mungu amekupa macho ya kuona, macho ya kinabii ya kuona vitu kabla vijatokea. Mwingine amekupa neno la hekima, mwingine amekupa kibali, mwingine amekupa neema ya kuketishwa na wakuu, mwingine Mungu amekupa kufunguliwa milango ya heshima. Lakini adui ameua hiyo kazi ambayo Mungu alianzisha kwenye maisha yako. Siku ya tatu Mungu anafufua tena kazi yake kwenye maisha yako. Mungu anafufua tena kazi yake kwenye mahusiano yako. Mungu anafufua tena kazi yake kwenye biashara yako. Mungu anafufua tena kazi yake kwenye familia yako. Walijua mmeisha, wanashangaa siku ya tatu mnainuka tena. Sema amina kama unanielewa. Kandarabasaka. Okay. Kwa niseme jambo hili, na mara zote huwa nalisema. Wale tunaokumbuka mwaka fulani, sijui ni mwaka gani, kama 18 hivi kama sijakosea, mwalimu mtumishi wa Mungu, mwalimu Christopher Mwakasege alifundishaga somo la majilio, kujiliwa 18. Lile somo mpaka leo nalisikilizaga asubuhi mpaka jioni. Nilitafuta CD kila siku nasikilizaga, kwa sababu ni somo ambalo lilisababisha Mungu akutane na mimi kwa upya. Na wakati anafundisha lile somo, ninakumbuka nilikuwa napita kwenye vita ya utumishi, vita kubwa ambayo nilifika mahali nikaandika na barua ya kuomba kustafu utumishi. Na nikaandika SLP Yeremia 33:3, niite na mimi nitakuitikia. Kichwa cha barua yahusu kustafu. Kuacha kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Tuisha anasema una staff na kazi hujafanya. Vita ilikuwa kubwa. Kwa hiyo nakumbuka ile semina imekuja, siku ya kwanza nilienda, lakini kwa kulazimishwa na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa rafiki yangu, tunamtafuta Mungu pamoja. Siku ya alining'ang'ania sana, sisikii nguvu za kwenda. Ndio maana kwenye haya maisha ya wokovu, jitahidi uwe na rafiki atakaye kufuatilia. Kuchoka kupo, kukinai kupo, kukosa nguvu za kwenda kwenye ibada kupo, kukosa hamu ya kwenda kuomba kupo, kuhisi kama vile kurudi nyuma, kuachana na wokovu kupo. Sio tu kwa washarika, hata kwa watumishi nilikutana na hiyo hali. Na kipindi hicho pia nilikuwa na miezi 3 siendi kanisani. Niliacha kwenda kanisani miezi 3. Kwa hiyo rafiki yangu alipokuja baada ya mwalimu kuja, akanipigia akasema tutaenda, unataka utaki, hata kama ni kwenye machela nitakubeba. Haleluya. Na kweli bwana alikuwa na gari, akanifuata, akanikuta ndo kwanza nimelala, hata sijaoga, yani sina hata habari ya semina. Akaniambia lo, nakusubiri mpaka uoge, uvae, twende. Akapaki gari pale. Moyoni nasema, Mungu, huyu mtu ana roho gani? Kwa nini ananifuata hivi? Kwa nini ananisumbua sumbua hivi? Yes, aende. Lakini ananiambia siondoke mpaka tumeenda wote. Kwa vile alivyong'ang'ania, kwa sababu nilimchelewesha kama lisali 1:30. Kwa vile alivyokuwa mbishi, nililazimika tu, nilitoka tukaenda. Nilivyoenda siku ya kwanza, somo lililofundishwa, utafikiri mtumishi aliambiwa anachopitia. Nikajiona kwenye ule umati uliokuwepo ni kama vile lile somo limekuja kwa ajili yangu peke yangu. Mimi sikujua kwa habari ya watu wengine. Na ilipofika siku ya pili, alitangaza kabisa, wale tunaokumbuka, akasema jamani, jiandaeni, kesho ni siku ya 3. Na akasema maana ya siku ya 3 kinabii kwa ufupi. Na tukaenda siku ya 3. Na akaja na ujumbe wa maana ya siku ya 3 kinabii. Na akasema siku ya 3 Mungu huwa anawafuata watu, anawafuata wafungwa. Na alifundisha pale. Na kabla hajamaliza kufundisha, upako ulikuwa umeshatushukia, hakuna anayejuana na mwenzake pale. Nakumbuka siku ile nilirushwa, ustaarabu wote uliondoka. Maana
Manake Mungu aliachilia tetemeko. Emsema tetemeko. Na mimi ninaomba hilo tetemeko liachiliwe leo hapa kwa jina la Yesu. Na ninaamini hilo tetemeko leo litaachiliwa hapa. Nilirushwa na nguvu za Mungu. Niligaragara chini kwenye majani, sitasahau. Na katikati ya yale maombi nikawa naona maono ambayo mengine muda wake wa kukwambia bado. Nilinena kwa lugha siku hiyo mpaka watu wote waliondoka. Nikawa mtu wa mwisho kutoka uwanjani. Nikaja kuchukuliwa na yule rafiki yangu yule. Na kuna watu wakawa wamemuomba lift. Sasa rafiki yangu yeye upako umeshaisha tayari. Kwa mimi nabebwa niko nimeingia kwenye gari. Lile tetemeko likarudi tena. Na jamaa alikuwa anaendesha ameweka na wimbo ulibadilika. Gari zima wakaanza kunena kwa lugha. Kwa akaendesha kila mtu yuko raba sanda raba shaka riko sata. Tumetoka Kawe mpaka Bunju tunanena kwa lugha kwenye gari. Na ule upako ulinikalia mpaka saa 6 usiku. Sikula, sikunywa, sikuoga wala sikulala. Baada ya kuinuka pale ndio nikaona tumaini jipya kwenye utumishi Mungu alionipa. Mungu akafufua kazi yake katikati ya miaka kwenye maisha yangu. Na kuanzia pale ndio nikaanza kuona milango ikinifungukia. Nikaanza kuona kibali kikirudi tena. Wale waliokuwa wananipiga vita nikaona maandiko yanasema Mungu akikufurahia hata maadui zako anakupatanisha nao. Kwa kuanzia pale alifufua kazi kwenye maisha yangu katikati ya miaka. Na kuna mtu uko hapa, wewe sio huyo unayejiona. Ni kwa sababu kazi ya Mungu kwenye maisha yako adui ameifikia. Mungu ana kazi na maisha yako. Amekupeleka kwenye biashara sio kwa sababu wewe unataka, no. Ana kazi na wewe kwenye hiyo biashara. Amekupeleka kwenye hiyo ndoa sio kwa sababu ulimpenda sana hiyo kijana, no. Kama unafikiri Natania kamuulize Esther alipopelekwa kwenye ndoa na Uswelo. Ni kwa sababu Mungu alikuwa na kazi na ile ndoa Esther akikaa kwa Uswelo. Kama unafikiri mahali ulipo umejipeleka wewe, subiri baada ya siku ya 3. Mungu akishafufua kazi yake kwenye maisha yako, utaelewa kwa nini amekuweka mahali alipokuweka. Utaelewa kwa nini umeanza safari ulionayo. Hujawahi kuwaza kama utapita hiyo njia. Hujawahi kuwaza kama utakuwa hapa kwenye maombi. Hujawahi kuwaza kama utakutana na wale watu. Ni kwa sababu ya kazi yake aliyoianzisha kwenye maisha yako. Ni kwa sababu ya kazi yake aliyoianzisha kwenye maisha yako. Na mimi naomba leo katika jina la Yesu, tetemeko liachiliwe na kwako. Nasema tetemeko liachiliwe na kwako. Nasema tetemeko liachiliwe na kwako. Sema amina kama unanielewa. Kanda rabashata. Nguvu za Mungu ziko hapa. Nguvu za Mungu ziko hapa. Kwa sababu kuna watu ambao Mungu amewaita kwenye utumishi, lakini vita imezika hicho kitu ambacho Mungu amekianzisha kwenye maisha yako. Vita imenyamazisha hicho kitu. Na usikite na kuendelea mbele. Usikite na kuendelea mbele. Usikite na kuendelea mbele. Habakuki anasema fufua kazi yako. Horabasata rabashanda. Kanda bakorabasiki. Sio kazi yako, ni kazi ya Mungu. Mwenye kazi yupo. Aliyeruhusu uende kusoma, umesoma degree ya uhasibu sio kwa sababu unapenda uhasibu, no. Mungu ndiye alianzisha hiyo kazi. Alijua kuna ofisi ameiandaa mbele yako, hata kupeleka hapo. Kwa nini? Ana kazi na wewe. Ana kazi na wewe. Lakini adui amezika hiyo kazi.
Mungu si dhalimu aruhusu usome miaka 5 kama sio 3. Usome degree ya uhasibu alafu malize ukose kazi. Isaya 66:9 anasema, je, mimi nilete wana karibu na kuzalisha alafu nishindwe kuzalisha? Mimi nizalishaye nilifunge tumbo? Aruhusu uende shule, umesoma kwa shida, umesoma kwa kungaunga, umesapu, umepita kwa gharama kubwa sana. Aruhusu malize hiyo degree, akunyime kazi. Akunyime kazi. Aruhusu umejitunza miaka yote, umefika muda wa kuolewa, akunyime ndoa. Hawezi. Kuna kazi ambayo shetani ameizika. Kuna kitu shetani amezika. Anajua huyu tukimruhusu, huyu tukimwacha akakaa kwenye ile kazi Mungu aliyoanzisha kwenye maisha yake, familia yake imepona, ndugu zake wamevuka. Na shetani anachofanya, anazika. Na wakati shetani anazika, yeye anafikiri kama vile wewe ni mjanja, kama unajifanyisha. Hajajua ya kwamba kuna siku ya 3. Na siku ya 3 ni leo. Na siku ya 3 ni leo. Mungu anafufua tena kwa jina la Yesu. Ameweka kitu cha utumishi ndani yako, anakifufua tena leo. Amekupa kibali kwa kazi maalumu, anafufua tena leo. Amekupa neema ya biashara juu yako, anaifufua tena leo. Sema amina kama unanielewa. Robo sanda rabashata. Anapoleta neno la namna hii hatafuti watu, anatafuta mtu. Inawezekana tuko watu hapa, lakini Mungu anatafuta mtu ambaye ameingia gharama kuanza kazi na maisha yako. Ameingia gharama kukutetea ulipokuwa tumboni kwa mama yako. Ameingia gharama kukusaidia kwenye ile ajali. Ameingia gharama kukupigania kwenye ile vita. Saa nyingine umeona ukivuka, hukuomba wala haukuwa mtakatifu. Ni kwa sababu anasema, ninarinda kazi niliyoianzisha kwenye maisha yako. Ninarinda kazi niliyoianzisha kwenye maisha yako. Ndio maana wengine leo tulitakiwa kuwa kwenye disco, lakini kwa ajili ya kazi aliyoanzisha, alitutafuta kwenye disco, akatuleta, akaturudisha tena. Leo ni siku ya 3. Anafufua hiyo kazi kwenye maisha yako. Nasema anafufua hiyo kazi kwenye maisha yako. Nasema anafufua hiyo kazi kwenye maisha yako. Nasema anafufua hiyo kazi kwenye maisha yako. Sema amina kama unanielewa. Reba shanda rabasi. Kanda rabashata. Tumisha anafahamu. Miaka mingine tulikuwa tunaenda kuomba, sio kwa sababu tuna nguvu za kuomba, lakini kuna kazi Mungu ameianzisha ndani yetu. Inatulazimu twende tukaombe. Inatulazimu twende tukaombe. My dear, vita yako ni kwa sababu ya kazi Mungu aliyoianzisha. Reba shatarabasi. Rabosha tarabasiki. Vita yako kwenye hiyo familia ni kwa sababu ya kazi Mungu aliyoianzisha kwenye maisha yako. Kwa nini ndugu zako wakuchukie wewe? Sio wao. Na Yusufu ndugu zake walimchukia, sio kwa sababu Yusufu alikuwa mbaya, ila kazi Mungu alianzisha kwenye maisha ya Yusufu ndio ilifanya ndugu zake wote wakamchukia. Wanakupiga vita kwa sababu ya kazi Mungu alianzisha kwenye maisha yako. Mandarabashatarabasiki. Na ndio Paulo anasema kwenye Wafilipi 1:6, anasema, mimi niliaminilo ndio hili, yeye alianzisha kazi njema kwenye maisha yangu, yeye mwenyewe ataitimiza. Yeye mwenyewe ataitimiza. Na ndilo neno nalosema na mtu mmoja uliyeko hapa. Haukuandika barua ya maombi kuomba Mungu aanze kazi kwenye maisha yako. Haukutuma barua, haukwenda kujipendekeza kwa wanadamu. Ni yeye aliangalia shauri lake hata kabla hujazaliwa. Inawezekana mama yako alitaka kutoa mimba,
Yaani kwa ajili ya yeye aliyeanzisha kazi njema kwenye maisha yako hata kabla hujazaliwa. Alizuia usije ukawa aborted, maana ana kazi na wewe. Robo sanda raba shata. Na kwa sababu haukuandika barua ya kuomba Mungu aanze hiyo kazi kwenye maisha yako, yeye mwenyewe siku ya tatu anaitimiza. Yeye mwenyewe siku ya tatu anaitimiza. Yeye ni Alfa na Omega. Hana historia ya kuanzisha jambo akaishia njiani. Hana historia ya kuanza kazi na mtu akamwacha hiyo kazi kaishia njiani. Robo sata. Na ndio maana hata Yona akiwa kwenye tumbo la samaki, risika mandaraba, Mungu alimwambia samaki, Yona ameelewa kazi nilionayo kwenye maisha yake. Na kwa sababu ameelewa, samaki unataka hutaki mtapike. Hata kama Yona ni diet kwako, yaani kwa ajili ya nilichoanzisha kwenye maisha yake, unamtapika leo. Unamtapika leo. Robo sanda raba shako robo saka. Kanda raba shata. Ninaoneshwa picha ya mtu hapa mmoja ambaye Mungu alikupa macho ya kinabii ya kuona. Na hicho kitu Mungu alichokupa ni cha kitaifa. Ni cha kitaifa. Ni cha kitaifa. Yes. Yes. Riva sanda raba shata. Kanda raba shanda. Riva siko robo shata. Ninaona mtu mwingine Mungu amekupa kibali kwenye maisha yako na every favor for an assignment. Hicho kibali Mungu anataka ukitumie kusaidia ndugu zako. Lakini as we are speaking, shetani amefukia hicho kibali na amekuvarisha roho ya kukataliwa, na unakataliwa na kila mtu. Nguvu za Mungu zinashuka juu yako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Yes. Ngoja tujifunze kidogo kwanza. Anaendelea kuomba, mwache tuendelee kuomba. Kama una nguvu za kuendelea, tuendelee kujifunza kwanza kidogo. Fufua kazi yako katikati ya miaka. Fufua kazi yako katikati ya miaka. Kuna watu wako hapa walikuwa waombaji wazuri, lakini hiyo kazi imekufa. Shetani anajua unapoomba kuna vitu unaharibu kwenye familia. Kuna vitu vinaharibika kwenye familia. Kuna kazi zinavunjika za adui kwenye familia. Yes, kwa jina la Yesu. Yes, nguvu ya upako wa siku ya tatu inaachiliwa juu yako. Inarudisha tena hiyo neema ya maombi juu yako na ndani yako. Juu yako na ndani yako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Yes. Yes. Nyanyua mikono kwanza tuombe. Upako sio wa kuacha. Upako sio wa kuacha. Rimanda rabasiki kikanda bako rabas. Ikikikamando rabasika manda rabasanda. Anda bakora mandika mandanda mandora bandira basanda. Ikikakandora habasika. Harikika ando arisa
andora, harabandora, iririsa, orobosata, irikamandora, risi kamanda, robosata. Oh, unasema mtumishi, unasema nini? Mungu anasema ninaachilia upako wa siku ya 3 juu yake tena. Maana nina kazi na maisha yake. Nina kazi na maisha yake. Haijalishi anakopita leo, nina kazi na maisha yake. Haijalishi anachopitia leo, oh, nina kazi na maisha yake. Siku ya 3 namrudishia kibali tena. Siku ya 3 ninamrudishia neema tena. O, siku ya 3 ribo sanda rabasaka warobo sikarabasha. Kuna watu wanapokea. Oh, hawatazuia. Yes, tetemeko linaachiliwa juu ya watu hapa. Nyosha tu mikono juu. Kuna watu hawatazuia, ndio. Oh, Mungu ameanza kazi kwenye maisha yako. Ameanza biashara na wewe. Oh, rabasata. Ana mahali anakupeleka. Ana mahali anakupeleka kwa ajili ya ufalme wake. Kwa ajili ya ufalme wake. Upako unashuka juu yako. Oh, kuna watu hawatazuia. Hawatazuia, ndio. Mbingu zinafunguka. Mbingu zinafunguka. Mbingu zinafunguka. Kuna watu sasa hivi wanapokea. Sasa hivi wanapokea heavy anointing. Heavy anointing. Heavy anointing. Orobo sanda, robo sata. Chochote nachosikia usizuie, ndio. Usizuie, ndio. Ni upako wa siku ya 3. Ni upako wa siku ya 3. Ni upako. Kuna dada anapokea. Kuna dada anapokea. Kuna dada anapokea. Kuna msichana anapokea. Anapokea. Anarudishiwa kibali tena. Kibali tena. Kibali tena. Oh, ninaona kuna watu waliiba nyota yake, wanaitumia kwenye mafanikio. Mungu anarejesha tena. Siku ya 3. Siku ya 3 anarejesha tena. Oh, sanda. Kuna dada anarejeshewa hapa, ndio. Tayari anapokea. 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 Yuko hapo katikati, ndio. Kuna nguvu sio ya kawaida inaachiliwa juu yake. Inaachiliwa juu yake. Inaachiliwa juu yake. Orobo sanda, robo korianda rabasa. Anapokea. 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 Anapokea kwa jina la Yesu, ndio. Nyosha mikono juu. Nasikia Bwana akisema nina kazi na yeye. Nina kazi na yeye. Nina kazi na yeye. Nilimchagua toka tumboni kwa mama yake. Wako wengi hawa. Wako wengi hawa. Wako wengi hawa. Bwana anasema nina kazi na yeye. Nina kazi na yeye. Haya, malaika watembelea hao watu. Waguse hao watu, ndio. Waguse hao watu, ndio. Haya. Oh, ulimwambia Paulo nitengee kina Barnaba kwa ajili ya kazi maalum. Mungu rie hai. Oh, kwenye faraga hii tunakutengea Barnaba. Oh, robo saka. Barnaba wa familia. Barnaba wa hiyo ofisi. Oh, robo sanda. Yes, kina Barnaba wanapokea. Wanapokea. Haya. Mapepo hayawezi kukaa siku ya 3. Mapepo hayawezi kukaa siku ya 3. Mizimu ya ukoo haiwezi kukaa siku ya 3. Orobo sata. Mizimu ya ukoo haiwezi kukaa siku ya 3. Kuna dada, mizimu ya ukoo, mizimu ya Bukoba inamwachia sasa. Mizimu ya Bukoba inamwachia sasa. Mizimu ya Bukoba. Haya, naona na mwingine hapa. Tayari. Haya. Mizimu ya Bukoba inakuachia, ndio. Inakuachia, ndio. Haya. Gera! Ndio. Haya. Yuko wapi huyo? Yuko wapi huyo? Bwana ana haja na wewe. Bwana ana haja na wewe. Bwana ana haja na wewe. Kwa jina la Yesu, ndio.
Nyanyua mikono juu kwa Bwana. Nyanyua mikono juu, funika macho yako. Ninasikia Bwana akisema narudisha ukuu ndani ya watu wangu. Narudisha ukuu. Ukuu. Kuna watu ni watu wakuu kwenye familia. Wako hapa. Wako hapa. Wako hapa. Wako hapa. Wale watu wakuu. Wale watu wakuu. Haya, wa kwanza huyo. Wa kwanza huyo. Wa kwanza huyo. Yes, huyo. 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 Haya, wa pili huyo. Yes, wale watu wakuu ndio nawaita hapa. Ndio nawaita hapa. Ndio nawaita hapa. Haya, wa pili huyo anapokea. Ndio, kwa jina la Yesu. Yes. Yes. Endelea tu kuomba, endelea tu kuomba. Touch. Kwa jina la Yesu, pokea. Kwa jina la Yesu. Ndio, mwachi. Mwachi haraka. Achia haraka. Huyu ni mtu mkuu. Huyu ni mtu mkubwa. Mwachi haraka. Leo ni siku ya tatu. Ni siku ya tatu. Piga kelele, achia. Get out. Ndio. Mwachie wewe. Huyu ni mtu mkuu. Ni mtu mkuu huyu. Yes, mipaka ya familia inamwachia. Haya, mnamwachia, mwachie. Sema, mnamwachia, mwachie. Sema, wewe. Sema. Mnamwachia, mwachie. Get out. Ndio. Ndio. Fire now. Pokea. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Ndio. Endelea tu kuomba, endelea tu kuomba. Endelea tu kuomba. Yes. Rabashata. Touch. Nguvu iongezeke juu yako. Tayari, tayari, tayari. Tayari. Hiyo nguvu iongezeke juu yako. Ndio. Ndio. Kwa jina la Yesu. Yes. Haya, mwachieni huyu. Mwachieni huyu. Mwachieni huyu. Amebeba baraka ya familia yake. Baraka ya familia yake. Baraka ya familia. Haya, moja, mbili. Get out. Ndio. Tia maisha yake. Ndio. Haya, mwachia haraka. Yes. 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 The mighty name of Jesus. Kuna nguvu inaachiliwa juu yako. Ja nguvu. Ja nguvu. Ja nguvu. Ja nguvu, ndio. Ja nguvu. Yes. Hiyo nguvu iongezeke, iongezeke. 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 Kwa jina la Yesu, ndio. Yes. The mighty name of Jesus. Rabashata rabas. Rabakorobo shanda rabas. Rako sanda rabashata. Rebashata rabakorobosa. Rika mando rabas. Riko sika rabando rabasanda rabaso. Kwa jina Yesu. Tia uchumi wake. Huyu ni tajiri, mnamwachia leo. Mnamwachia leo. Huyu ni tajiri. Nimesema huyu ni tajiri. Haya, mwachia leo. Get out. Ndio. Fire. Tia maisha yake. Yes. Unamwachia. Unamwachia. Haya, pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea. 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 Pokea.
Pokea kwa jina la Yesu. Another touch. Another touch from heaven. Jangufu kwa jina la Yesu. Ndio. Ndio. Jangufu kwa jina la Yesu. Tia maisha yake. Haya, mwachie. Mwachie. Mwachie haraka. Get out. Yes. 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 Unamwachia. Unamwachia. 1, 2. Out. Fire. Haya, kwa heri. Kwa heri. Haya, kwa heri. Aga naondoke. Aga. Haya, aga. Aga, mwachia haraka. Fire, achia. Yes. Yes. Haya, kwa heri. Mwachie. Mwachie. Kwa jina la Yesu. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Haya, mwachie. Achia mikono yake. Achia mikono yake na ndoa. Haya. Fire, achia. Mwachie haraka. Wewe mwachie. Haya. Fire. Yes. Ni moto. Unamwachia leo. Unamwachia leo. Get out. Ndio. Haya, kwa heri. Kwa heri. Kwa heri. Haya. Unaachia wachi. Unaachia wachi. Sema unaachia wachi. Haya, mwachie. Mwachie. Haya. Piga kena, ondoke haraka. Haya, mwachie. Fire kwa jina la Yesu. Fire kwa jina la Yesu. Fire kwa jina la Yesu. Aga. Chomoka, achia. Haya, kwa heri. Kwa heri. Haya, kwa heri. Huo moto ongezeke, ongezeke. Huo moto ongezeke. Yes. Yes. Haya. 1, 2. Haya. 3 kwa jina la Yesu. Out. Haya, kwa heri. Kwa heri. Haya, unamwachia. Unamwachia. Aga. Get out. Fire. Haya, mwachie. 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 Wewe mwachie. Haya, kwa heri. Go kwa jina la Yesu. Yes. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, na jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Tamani sana upako wa siku ya 3 ushuke na juu yako. Tamani usiondoke hapa kama ulivyoingia. Kuna nafasi imeibiwa, Mungu akurudishe tena. Kuna kibali kimeibiwa, Mungu akirudishe tena. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Lakini pia kuna kina Esther, mko hapa ambao wokovu wa familia yako uko kwenye maisha yako, lakini huna kibali na umeondolewa kwenye nafasi. Ndugu zako hawajui. Una jina la kuwa mfanyabiashara, lakini kiti cha biashara umeshaondolewa. Una jina la kuwa mfanyakazi, lakini kiti cha kazi umeshaondolewa. Ndugu zako hawajui.
Wao wanakuja tu kukuambia matatizo yote. Tena wanakuambia ukinyamaza Mungu atatufanyia wokovu kwa njia nyingine. Wanaona kama unalinga, lakini hawajui kwamba umeshaondolewa kwenye kiti. Siku ya tatu, upako wa siku ya tatu ukurejeshe tena. Nyanyua mikono yako, jifunika macho yako. Na kuna watu leo Mungu anaandika historia zao mpya za kimaisha. Sijajua ni nani, lakini ninaona mtu mmoja ambaye leo Mungu anabadilisha story yako. Na ninaona utarudi na ushuhuda mkubwa kwa jina la Yesu. Kabisa. Kabisa. Na huyo mtu sahihi, nguvu za Mungu pia kuthibitisha hili neno, nguvu za Mungu zinashuka juu yake. Kuthibitisha hili neno, kuna nguvu inashuka juu yake. Nyosha tu mikono, jifunika macho. Yes, kuna nguvu inashuka juu yake. Kanda raba sekendere bashanda. Rado sikada bashendere basaka tarabasha. Ni siku ya tatu. Ni siku ya tatu. Ni siku ya tatu. Ni siku ya tatu. Makaburi yanasikia sauti ya Yesu, yanaachia mtu leo. Kuna hatima ya mtu kaburi linaachia. Walizika hatima yako, walizika afya yako, walizika uchumi wako. Yes, upako wa siku ya tatu unaingia kazini. 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 Ndio. 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 Na nitaomba wahudumu wabaki wachache, wengine wote tuinue mikono juu ili na wewe uhudumiwe na Bwana. Nyosha juu kabisa, funika macho. Kuna nguvu inapita hapa. Kuna nguvu inapita hapa. Raba sandere bashanda. Rikanda basoro boshararara basekerereba. Lako sarararara basherereba sikorororo boshandararara basika. Shanana masika ya nanana maserereba. Iya nanana bosherereba sikadarara bashanda. Ananana bosherereba siararaba bashererebos. Ni siku ya tatu. Ni siku ya tatu. Ni siku ya tatu. Lado sadade shadarara babu sikadarabash. Shana nana mamu shiririba siananama. Manana bushita yarararabas. Oh rarararabu sikayarararabash. Ninaona mbingu zikianza kufunguka. Kuna tetemeko linaachiliwa hapa. Kuna tetemeko linaachiliwa hapa. Kuna wengine watasikia kucheka, wengine kuimba, wengine kurukaruka. Ni siku ya tatu. Ni siku ya tatu. Ni siku ya tatu. Yes, ndio. Na tu mikono juu, tayari naliona ile tetemeko limeanza. 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 Limeanza, ndio. Tayari. Tayari, ndio. Hilo tetemeko limeanza. Anafufua kazi ya miaka kwenye maisha yako. Anafufua kazi ya miaka kwenye maisha yako. Ndio. Yes. Ndani ya dakika tatu kuna nguvu itaachiliwa hapa ambayo sio ya kawaida. Ndani ya dakika tatu, kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Yes. Kuna nguvu itaachiliwa hapa. Na kuna watu hawataweza kuhendo hiyo nguvu inayoachiliwa juu yao. Ni siku ya tatu. Yes. 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 Ndio, tayari. Tayari. Hiyo nguvu inaanza kupita. Hilo tetemeko linaanza kupita. Hilo tetemeko tayari linaanza. Tayari linaanza. Kuna watu hawatazuia. Shana nane sikayararabo shikayararara. Roba siela nanane la 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 bash. Lada babo sikaya nanane saya. Tayari hiyo nguvu inaanza kupita. Inaanza kupita. Yes. Kuna wasichana wawili kule nyuma. Hiyo nguvu inawashukia na wao. Tayari.
inawashukia, ndio. Yes, inawashukia, ndio. Haya, inawashukia, ndio. Wanapokea. Yes. Yes. Nyosha tu mikono juu. Raboshandarabasi. Raboshandarabasi. Ni siku ya 3. Vita yako Mungu anaimaliza leo. Vita yako Mungu anaimaliza leo. Nyosha tu mikono juu. Nyosha tu mikono juu. Kuna vita ya miungu hapa inaendelea. Kuna vita ya miungu leo inaendelea. Mungu anasema huyu ni mwanangu. Huyu ni mwanangu. Mmemshikilia kwa muda mrefu, vyatosha, vyatosha, vyatosha. Kuna vita inaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Yes. Miungu haitaweza kukaa. Ndani ya dakika chache itaanza kuondoka yenyewe. Yenyewe. Yenyewe, ndio. Haya. 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 Get out, ndio. Ni siku ya 3, ni siku ya 3. Tayari kuna upako na uono unaachiliwa juu ya watu. 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 Na hesabu mpaka 3, ile mara ya 3 kuna nguvu itawashukia watu hapa. Yes, nyosha tu mikono juu. Mara ya kwanza. Mara ya pili. Jiandae, jiandae tu. Mara ya 3 kuna nguvu inashuka hapa. Yes. Mara ya 3, pokea. 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 Yes, pokea. Yes, huo upako. Yes, pokea. Ndio. Yes, watu wanapokea. Wanapokea bado wewe, ndio. Wanapokea bado wewe. Yes, pokea. Pokea. Ndio, pokea. Yes, watu wanapokea. Tayari watu wanapokea. Upako wa siku ya 3. Upako wa siku ya 3. Upako wa siku ya 3. Yes, pokea kwa jina la Yesu. Nyosha mikono juu. Tutaita Yesu kwa nguvu. Tasama mpaka 3, mara ya 3. Utaita Yesu. Alafu endelea tu kuita hilo jina. Noa mikono juu, funika macho. Mara ya kwanza. Mara ya pili. Mara ya 3. Yesu, ita. Ita kwa nguvu, ita kwa nguvu, ndio. Ita, 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 ita. Ita kwa nguvu, ita kwa nguvu, ndio. Ita kwa nguvu, kwa sauti, ndio. Chochea, ita, chochea, ita. Endelea kuita. Endelea kuita. Endelea kuita. Endelea tu kuita. Unapoita, unapoita upako unashuka juu yako. Unashuka juu yako. Katika jina la Yesu, pokea upako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, nguvu za Bwana zishuke juu yako. Zishuke juu yako. Zishuke juu yako, ndio. Zishuke juu yako. Zishuke juu yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, ndio. Endelea kuita. Endelea kuita na kuomba. Endelea kuita, usinyamaze. Endelea kuita, usinyamaze. Endelea kuita, usinyamaze. Orobo shanda, ropo korianda, orobo shaka, risanda. Ita Yesu. Ndio, Yesu, ita. ndio, endelea kuita. Endelea kuita Yesu. Endelea kumuita. Anasikia unapomuita. Anasikia unapomuita. Orobo shanda, ropo korianda. Oh, Batimayo yule kipofu alipoona Yesu anapita kwenye ile njia, hakunyamaza. Alianza kupaza sauti yake akimwambia, Yesu, mwana wa Daudi, orobo shanda. Oh, ni nani ajuae ya kwamba siku ya leo inawezekana Yesu akakuitikia kwenye maisha yako. Inawezekana kabisa. Oh, akaitika na kwenye maisha yako. Endelea tu kumuita. Endelea tu kumuita. Endelea
endelea tu kumuita, endelea tu kumuita. Unapomuita orobo shanda, hivyo vifungo vinaachia, hivyo vifungo vinaachia, hivyo vifungo vinaachia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndio, endelea kuita, endelea kuita, endelea kuita. Orobo shanda, ropo korianda, orobo shanda, ora pakorianda, risanda, orobo shanda. Na mimi ninavisemesha hivyo vifungo na hayo makaburi yaliyomeza maisha yako, haya yakutapike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ile nguvu iliyomfufua Yesu kutoka kaburini, ipite na kwako, ipite na kwako, ipite na kwako. Ile nguvu iliyomtoa Yesu kutoka kwenye mauti, kutoka kaburini, sasa hivi ipite na kwako, ipite na kwako. Ifufue ndoa yako, ifufue ndoa yako, ifufue maisha yako katika jina la Yesu. Ndio, 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 ndio. Neema ya ufufuo, ndio, 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 ndio. Leo ni siku ya 3, lazima utoke hilo kaburi, hilo kaburi. Aya, ninalisemesha, ewe kaburi, aya, achia maisha yake, tapika maisha yake katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Nyosha mikono juu, juu kabisa, juu kabisa, funika macho. Sema Yesu, sema kwa sauti Yesu, saa hii ninaita upako wa siku ya 3. Sema saa hii uachilie tetemeko juu ya chochote kilichotumika kuzika maisha yangu. Sema leo tetemeko, tetemeko, tetemeko. Sema leo mizimu ya ukoo, madhabahu ya familia, roho za kichawi, roho za kiganga, sema toka, 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 toka. Sema achia, achia. Haya, kemea, kemea, kemea. Sema achia, sema achia. Ndio, ndio. Yes. Endelea kukemea, endelea kukemea, endelea kukemea, endelea kuiamuru iachilie maisha yako, iachilie maisha yako. Hayo maroho yaliyokamata maisha yako, yaliyokamata maisha yako, yaamurishe leo ya kuachie, leo ya kuachie, leo ya kuachie. Ndio, leo ya kuachie, 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 leo ya kuachie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, ng'ang'ana mpaka uhakikishe unatoka. Yes. Endelea kuomba, hakikisha unatoka. Ndio, 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 ndio. Usinyamaze, endelea kuita damu ya Yesu, endelea kuita damu ya Yesu. Usinyamaze, usinyamaze, ita Yesu tu, ita Yesu, ita Yesu, ita Yesu. Usinyamaze, 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 ita hiyo damu, ita hiyo damu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu. Ita hiyo damu, ita hiyo damu. Utashangaa kuna vitu vinatoka, kuna vitu vinaachia. Waita hiyo damu, waita hiyo damu, waita hiyo damu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu. Ita, 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 hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu. Ita, ita, ita. Usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Kuna vitu vinaachia, kuna vitu vinatoka, kuna vitu vinatoka.
vinatoka, vinaachia. Ita hiyo damu, ita hiyo damu, ita hiyo damu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu. Ita, 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 ita. Kuna vitu vinatoka, kuna vitu vinatoka, kuna vitu vinaachia. Ita hiyo damu, ita hiyo damu, ita hiyo damu. Usinyamaze, 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 usinyamaze. Omba, 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 omba mwana wa Mungu, omba mwana wa Mungu, usinyamaze. Yes. Nyosha mikono yako juu. Nyosha mikono yako juu. Nyosha juu kabisa. Rudia maneno haya. Sema, Yesu, mchana wa leo ninasimama kwenye madhabahu yako hii, Bwana. Yesu, ninarejesha chochote kilichozikwa kwenye maisha yangu. Yesu, ninarejesha uchumi wangu. Yesu, ninarejesha ndoa yangu. Yesu, ninarejesha kibali changu kilichozikwa kwenye makaburi ya kipepo. Mchana wa leo, mchana wa leo, Yesu, kwenye hii madhabahu ninasimama kama mtoto wako. Ninadai chochote kilichomeza maisha yangu leo kirejee hilo kaburi lililomeza hatua yangu. Ninalisemesha litapike. Yesu, ninaita ile neema uliyoiweka kwenye maisha yangu mchana wa leo. Ninaita kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, ninaita nafsi yangu, njoo, ndio. Endelea kuita, Orobo shanda. Endelea kuita nafsi yako, endelea kuita nafsi yako, usinyamaze. Endelea kuita nafsi yako, sema nafsi yangu njoo. Ita nafsi yako, ita nafsi yako, ita nafsi yako, ita hiyo nafsi, ita hiyo nafsi kokote iliposhikiliwa, ita hiyo nafsi yako, ita hiyo nafsi yako, ita hiyo nafsi yako. Sema njoo, sema njoo, sema njoo, sema njoo. Ewe nafsi yangu njoo, ewe nafsi yangu njoo. Ita hiyo nafsi yako, ita hiyo nafsi yako, ita hiyo nafsi yako. Unayo mamlaka jioni ya leo ya kuita nafsi yako kokote iliposhikiliwa, ilipokamatwa. Ita hiyo nafsi, ita hiyo nafsi, ita hiyo nafsi, ita hiyo nafsi. Njoo, ewe nafsi yangu njoo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kokote kule nafsi yako ilipokamatwa kwenye mashimo, inaiita sasa, njoo, kwa jina la Yesu. Yes. Endelea tu kuomba. Rabo shanda rababa. Ropo korianda. Walipofukia nafsi yako, rapa korianda. Tunaita leo, inarejea. Rapa korianda. Orobo shanda. Walikamata nafsi yako, wakaifukia kwenye mashimo. Leo tunaita. Walifukia uchumi wako. Orobo shanda. Hayo mashimo yatapike uchumi wako, yatapike nafsi yako, yatapike ndoa yako, katika jina la Yesu.
Endelea tu kuomba, endelea tu kuomba, endelea tu kuomba, endelea tu kuomba. Robo shanda. Yes. Nyosha mikono yako, nyosha mikono yako tena. Rudia maneno haya. Sema, Yesu, mchana wa leo, mchana wa leo, Yesu, yawezekana walinitoa kwenye kiti changu, kwenye kiti changu, kwenye kiti changu. Yesu, 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 mchana wa leo ninaketi, ninaketi, ninaketi kwenye kiti changu, kwenye kiti changu. Yesu, Yesu, ninaketi kwenye kiti changu cha ndoa, cha uchumi, cha ndoa, cha uchumi, cha kibali, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, leo, leo, leo ninaketi kwenye kiti ambacho walinitoa, walinitoa. Leo ninakirudisha hicho kiti changu, na ninaketi, na ninaketi, na ninaketi kwenye hicho kiti, kwenye hicho kiti, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba maombi ya kuketi kwenye nafasi yako. Orobo shanda. Ikiwezekana keti kabisa kwenye kiti chako, uombe maombi ya namna hiyo. Umwambie, Yesu, kama ambavyo nimeketi kwenye hichi kiti, ndipo ambapo ninaketi kwenye nafasi yangu. Ndio, kuna upako unashuka, kuna upako unashuka, kuna upako unashuka. Hicho ni kiti chako, hiyo ni nafasi yako ambayo Yesu amekuumbia. Mwambie, mwambie, mwambie. Ndio, anasikia, 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 anasikia. Orobo shanda, oropokorianda. Kuna watu wanarejeshwa kwenye nafasi zao, walikutoa kwenye ya nafasi. Orobo shanda. Acha leo Bwana akurejeshe, acha leo Bwana akurejeshe, acha leo Bwana akurejeshe. Acha nafasi yako irejee tena, irejee tena. Ndio, irejee tena, ndio, irejee tena, ndio, irejee tena. Orobo shanda. Kama ulivyoketi kwenye hicho kiti, na mimi ninakuombea kwa Bwana. Orobo shanda, oropokoria. Ikawe ni nafasi yako ambayo Bwana amekumbia kwayo. Oropokorianda, orobo shanda. Ndio, endelea kuomba, endelea kuomba mpaka uhakikishe unaketi. Endelea kuomba, endelea kuomba. Usinyamaze, endelea kuomba. Isemeshe nafasi yako, semesha nafasi yako. Hiyo kwenye biashara, hiyo kwenye kazi, hiyo kwenye ukoo. Semesha nafasi yako, semesha nafasi yako. Nyunyiza damu ya Yesu kwenye kiti chako, nyunyiza damu ya Yesu kwenye kiti chako. Kisemeshe hicho kiti, kisemeshe hicho kiti. Iko damu ya Yesu ya rehema, iko damu ya Yesu. Semesha kiti, tumia damu ya Yesu kwenye hicho kiti, tumia damu ya Yesu kwenye nafasi. Isemeshe, isemeshe nafasi, isemeshe nafasi ya utumishi, hiyo kwenye biashara, hiyo kwenye kazi. Semesha nafasi yako, semesha nafasi yako kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Semesha hiyo nafasi, semesha hiyo nafasi, semesha hiyo nafasi, semesha hiyo nafasi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Isemeshe nafasi, isemeshe nafasi, isemeshe nafasi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Semesha hiyo nafasi, semesha hiyo nafasi kwa damu ya Yesu, maana ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Semesha nafasi yako, semesha nafasi yako. Wewe unajua nafasi gani, wewe unajua nafasi gani. Semesha nafasi yako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yes.
Mungu amekupa kitu kikubwa. Mungu amekupa kitu kikubwa. Kuna watu tangia wamezaliwa waliandaliwa viti vikubwa kwa maana ya nafasi kuja kuketi, lakini mapito na vita vimewafanya wakaondoka kwenye hiyo nafasi. Kwenye hiyo nafasi unapoomba, Mungu anakurejesha. Yesu anakuketisha tena kwenye hiyo nafasi yako, kwenye hiyo nafasi yako, kwenye hiyo nafasi yako, kwenye hiyo nafasi yako, kwenye hiyo nafasi yako. Robo shanda kwenye hiyo nafasi yako. Oropokoria, orobo shanda, oropokorianda, risanda, oropokorianda, orobo shanda. Oh, unaketi leo kwenye nafasi yako. Oropokorianda, kwenye hiyo nafasi ya kinabii, kwenye hiyo nafasi ya ualimu, kwenye hiyo nafasi ya utumishi, kwenye hiyo nafasi ya ufanyabiashara, kwenye hiyo nafasi ambayo Mungu alikuumbia. Orobo shanda, ropokorianda, orobo shanda. Endelea kuomba mpaka uone unaketi, mpaka uone rohoni ya kwamba umeketi, mpaka uone umeketi, mpaka uone umeketi. Rapakorianda, hakikisha unaketi, hakikisha unaketi, hakikisha unaketi. Robo shanda. Oh, na Yesu akufungue macho yako uone nafasi yako. Risanda, oropokoria. Na Yesu afungue macho yako ya ndani. Risanda rabako, orobo shanda, orikanda, rapakaria, orisanda. Na wengine hawajui nafasi zao, lakini maombi haya ya leo yatakupa kukujua, yatakupa kujua nafasi yako mbele za Bwana, mbele za Bwana. Orobo shanda, ropokorianda. Ndio upako ushuke juu yako, upako ushuke juu yako, upako ushuke juu yako. Na kuanzia leo uketi kabisa kwenye hiyo nafasi yako katika jina la Yesu. Ndio, 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 ndio. Kuna watu wanapigana vita rohoni. Rapa korianda, risanda. Ninaona wanagombania kiti. Risanda, rapa korianda. Oh, wengine wanasema hichi kiti hatukupi. Risanda, oropokoria. Oh, rapaka. Yesu akusaidie uketi kwenye hiyo nafasi. Rapakorianda, orobo shanda, ropokorianda. Ndio, unaketi, 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 unaketi. Ndio, unaketi. Kazana, umekaribia kuketi. Ropokorianda, orobo shanda, ropokorianda, orobo shanda, risanda rabako, orobo shanda, ripakoria. Ni kiti cheupe, ni kiti cheupe, ni kiti cheupe. Rapakanda, orobo shanda, risanda, orobo. Yesu anasema leo anakuketisha. Haijalishi wamekuzuia kwa muda mrefu, lakini leo unaketi, leo unaketi, leo unaketi, leo unaketi. Upako, 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 upako ushuke juu yako, ushuke juu yako, ushuke juu yako. Ndio, 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 ndio. Yes, 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 yes. Robo shanda, ropo korianda, ropo korianda, ropo korianda, risanda. Hiyo miungu tunaihukumu leo, tunaihukumu leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Orobo shanda, ropo korianda, katika jina la Yesu,
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Risanda ropokorianda. Endelea kuomba, endelea kuomba. Rapaka, ninaona neema bado iko mahali hapa, bado iko mahali hapa. Rapakorianda, kuna watu bado hawajaketi, na nimekwambia hakikisha unaona ukiwa unaketi. Hakikisha macho yako ya ndani yanafunguka, Yes. na uone ukiwa unaketi. Yes. Rapakorianda. Haujaketi mahali hapo ili uonekane umeketi. Ndio. Kuna kitu Mungu anakifanya. Ndio. Kuna kitu Mungu anakifanya. Ndio. Kuna kitu kinafanyika. Ndio. Rabo shanda. Ndio. Rapokoria. Rabo sakarabo seke. Rimandarabo sakarabosi. Rimandarabo. Risandarabosi. Ribosandarabosi. Ribosandarabosi. Rabo saka. Rimandarabo. Risandarabo. Reboso. Yes. 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 Nguvu mpya inapita. Nguvu mpya inapita. Yes. Kwenye kiti chako, kwenye kiti chako, kwenye kiti chako, kwenye kiti chako. Hiyo nguvu mpya, hiyo nguvu mpya, hiyo nguvu mpya ya kumiliki na kutawala, ya kumiliki na kutawala kwenye kiti chako, kwenye kiti chako, kwenye nafasi yako. Yes. 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 Pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya. Ndio, ndio. Hiyo miungu itakaa, hiyo mizimu itakaa, hiyo mizimu itakaa, hiyo miungu itakaa. Mchawi atakaa hapo, mchawi atakaa hapo. Hicho kiti chako, hicho kiti ni chako, hicho kiti ni chako, hicho ni kiti ni chako. Omba, 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 omba. Kama utaomba tena, kama utaomba tena, achia damu ya Yesu, achia damu ya Yesu kwenye hicho kiti, kwenye hicho kiti, kwenye hicho kiti, kwenye hicho kiti, kwenye hicho kiti. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu. Kokote kule walipozika kiti chako, nami saa hii ninakifufua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakifufua hicho kiti chako, hicho kiti chako. Kokote pale walipozika hicho kipawa chako, leo tunakiita Labo saka. Ndio, nyosha mikono yako, nyosha tu mikono yako ukiwa unaomba, nyosha tu mikono yako. Nasikia ndani yangu kwamba adui akishakuondoa kwenye nafasi yako, anakupa nafasi nyingine, aidha nafasi ya magonjwa au nafasi ya utumwa au nafasi ya mateso. Hebu mwambie Mungu, kila nafasi ambayo nimepewa isiyokuwa ya kwangu katika ulimwengu wa roho, leo ninatoka. Na ndio ili unashangaa mtu akishakamatwa aidha kwenye ndoa yake, adui anampa wanaume wengine wa kiroho ambao watakuwa wanazuia ile nafasi yake halali. Hebu nyosha tu mkono wako, alafu endelea kuomba ndani yako. Nguvu za Mungu zitapita mahali hapa, zitapita mahali hapa, na zitakurudisha kwenye nafasi yako halisi, na hiyo nafasi nyingine ambayo umebadilishiwa katika ulimwengu wa roho itatoka, itatoka. Hebu rudia maneno haya: Yesu, kila nafasi niliyopewa katika ulimwengu wa roho ambayo sio ya kwangu, sio ya kwangu, Yesu, jioni ya leo, jioni ya leo, hiyo nafasi ninaikataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wamenipa nafasi ambayo sio ya kwangu, wamenipa nafasi ambayo haukuikusudia wewe, Bwana, wewe Bwana. Na mimi jioni ya leo ninaikataa hiyo nafasi na ninaketi kwenye nafasi yangu. Yesu, yawezekana nimeketishwa kwenye nafasi ya magonjwa, yawezekana nimeketishwa kwenye nafasi ya mateso, yawezekana nimeketishwa kwenye nafasi
ya ufukara. Yesu, Yesu, ninakataa kila nafasi ambayo si yangu, sio yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndio, endelea kuomba. Ropo korianda, robo shanda, Imando robo saka, rabo saka rabosi, imanda rabo, isanda rabo, rabo saka, rabo saka, rabo saka. Omba nafasi yako, ombea nafasi yako, ombea nafasi yako. Kataa magonjwa, kataa mauti, kataa mauti, kataa mauti, kataa mauti, kataa mauti, kataa mauti kwenye kiti chako, kwenye nafasi yako. Kataa mauti, kataa mauti, kataa mauti. Tamka mafanikio, tamka maongezeko, tamka maongezeko kwenye kiti, kwenye kiti, kwenye nafasi, hiyo nafasi yako hapo kazini. Promotions ongezeke, promotions ongezeke. Hiyo kwenye biashara, wateja waongezeke. Kataa kabisa, kataa mauti, kataa mauti kwenye nafasi yako. Tamka uzima, 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 tamka uzima. Maana kinywa chako kina uzima, kina uzima, kina uzima. Watamka to, watamka to, watamka to, watamka to, watamka to. Hiyo nafasi, hiyo nafasi, hiyo nafasi. Jia watoto wako, jia uzao wako. Tamka hiyo nafasi, jia uzao wako hapo darasani. Wawe wa kichwa, wawe wa kwanza. Tamka to, tamka to, tamka to, tamka to. Kwenye nafasi, kwenye nafasi, kwenye nafasi. Achilia hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu kwenye hicho kiti, kwenye hicho kiti. Semesha, 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 semesha. Usinyamaze, 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 usinyamaze. Omba, 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 omba. Unaweza ukasimama, unaweza ukasimama, unaweza ukasimama. Omba kwa kumaanisha. Vunja kabisa, vunja kabisa kila upinzani, kila upinzani. Vunja, 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 vunja kila upinzani, kila upinzani, kila upinzani uliosimama kwa hicho kiti chako, kwa hicho kiti chako. Achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu kwenye hicho kiti. Yes. Omba, 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 omba. Usinyamaze, usinyamaze. Omba kwa kumaanisha, omba kumaanisha, omba kumaanisha. Mathayo 11:12 inasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Tangu kipindi cha Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Omba kama utaomba. Ni majira ya mwisho wa mwaka, ni majira ya mwisho wa mwaka. Omba ndugu yangu, omba mpendwa mwenzangu, omba mwana wa Mungu. Usishangae, usishangae, usishangae. Omba, 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 omba kama utaomba tena. Ni majira ya mwisho wa mwaka, ni majira mapya ya mwisho wa mwaka. Omba mwanatenda, omba, omba, omba. Jia nafasi yako, jia nafasi yako. Omba kuongezeka, omba kuongezeka, omba kuongezeka. Kataa mapoza kwenye hicho kiti chule ulichokalia. Kataa mapoza, omba maongezeko, omba maongezeko, omba maongezeko, omba maongezeko. Kama Esther alivyoomba, kama Esther alivyoomba. Omba. Yes. Kwa jina la Yesu. Sema, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Kila mauti yoyote ile iliyosemeshwa kwenye nafasi yangu, nami saa hii ninakataa hiyo roho ya mauti. Naisemesha, ewe mauti, toka, toka, toka. Achia, achia, achia nafasi yangu, nafasi yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ayaomba, peleka damu ya Yesu. Kataa mauti, sambatisha mauti, ng'oa kabisa mauti, ondoa kabisa mauti, mauti yote yotamkwa, ng'oa kabisa, sambatisha, sambatisha, vunja, vunja. Haya ni maombi ya vita, haya ni maombi ya vita. Usikae mpendwa, usikae mpendwa, usikae mpendwa. Maana dini inasema hawalali mpaka kisha fanya madhara, uondolee usingizi kwa ajili yako. Omba mpendwa, wenzako hawalali, wenzako hawalali, wenzako hawalali usiku na mchana, wanataka
kukutoa kwa hiyo nafasi, kwa hiyo nafasi hapo ofisini kwako, hapo ofisini kwako, hapo kwenye chuo wanataka kutoa kwa hiyo nafasi. Omba mpendwa, omba mpendwa, tumia damu ya Yesu, tumia damu ya Yesu, tumia damu ya Yesu, tumia damu ya Yesu, tumia damu ya Yesu. Sambatisha kabisa hiyo mauti, hiyo mauti, hiyo mauti kuachie, 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 hiyo mauti kuachie. Kunguta 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 hiyo mauti kuachie, hiyo mauti kuachie. Kunguta 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 hiyo mauti, hiyo mauti kuachie, hiyo mauti kuachie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio 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 ndio, wanaachia, wanaachia, wanaachia. Omba 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 omba. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu inakunguta kila mauti, kila mauti kokote iliposimama, kokote iliposimama inakunguta sasa, inakunguta sasa, inakunguta sasa kwa jina la Yesu. Yes Lord. Yes Lord. Naomba uketi kwenye upo wa Bwana. Naomba uketi kwenye upo wa Bwana. Shangilia Yesu kwa makofi mengi mengi mazuri. Nataka tutoe sadaka ya shukrani ya maombi haya ya siku 3. Amen. Sijajua kama wenzetu wana bahasha.